Ni Filipo Lubua. Mimi ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Pittsburgh na pia ni rais wa chama cha ukuzaji wa Kiswahili duniani cha UKITA. Madhumuni ya kongamano hili kama nilivyosema ni kuwaleta pamoja wasemaji wa Kiswahili, wataalamu wa Kiswahili, wanahabari kama nyinyi na jamii kwa ujumla. Tunawaleta pamoja kuzungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na Kiswahili. Mwaka huu tumeweka kipaumbele zaidi katika AI, akili unde au wengine tunavyoita akili ige. Tunajadili masuala haya kwa sababu yamekuwa ni mjadala mkubwa sana wa kidunia. Mtakuwa mmesikia pengine katika hata hotuba ya mgeni rasmi Profesa Smala amezungumzia vizuri kwamba hii ndio jambo ambalo linazungumziwa kila mahali duniani. Kwa hivyo sisi Waswahili tunataka tupate nafasi pia ya kuingia katika mjadala huo, kuangalia kwamba tunaweza tukafanya nini, si kama wapenzi na wataalamu na wadau wa lugha ya Kiswahili tu, lakini kama wanajumuiya wa ulimwengu wa AI ambao unabadilika. Kwa hivyo hilo ndilo lengo kubwa, lakini tunakuwa na makongamano haya kila mwaka, tunayafanya katika nchi mbalimbali, tunakuwa na mijadala mbalimbali, tunawaunganisha na kuwaleta pamoja wadau na wataalamu na wanahabari, watu wote wanaohusika na Kiswahili tunawaleta pamoja katika mijadala ya namna hiyo. Jina langu ni Nyani Simala, ni profesa wa Kiswahili chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro. Nieleze kwamba changamoto za akili unde zinawakumba wanafunzi wote, na tukizungumzia wanafunzi wa Kiswahili ni kwamba akili unde inategemea lugha, na lugha kuu zilizo kwenye mitandao ni lugha za ulimwengu zile kuu: Kiingereza, Kifaransa, Kijerumani, Kichina. Lugha ya Kiswahili na lugha zetu za Kiafrika hazijapata nafasi kubwa kwenye mitandao, na kwa hivyo wanafunzi wetu wanapotafuta mada na shughuli na mambo mengine ya kushughulikia katika ujifunzaji wao, wanakumbana na hiyo changamoto kwamba hatuna marejeleo ya kutosha. Na kwa hivyo hiyo ni changamoto sio tu kwa wanafunzi bali pia kwa walimu, na inadai kwamba tuweze kufanya utafiti wa kina kuhakikisha kwamba Kiswahili kinapata mada mbalimbali Kongo ambazo zitawekwa kwenye mitandao ili kwamba wanafunzi wetu waweze kuzirejelea na kuzifanyia utafiti na kujiendeleza katika taaluma zao mbalimbali. Hii katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki ipitishwe, labda kiwango cha akili unde kimeshabadilika. Kwa sasa hivi tumeweka mikakati ya kuwaweka pamoja ili waweze kusaidiana na kushirikiana katika mchakato hiyo ya kutekeleza masuala ya kukuza na kuendeleza katika akili unde. Tunaangalia kwamba wale ambao wanajihusisha na masuala ya kitaaluma hasa vyuo vikuu wanatakiwa kufanya utafiti na kutoa taarifa yenye ushahidi ambayo inaweza kusaidia watunga sera ni nini kifanyike. Na wanapofanya hivyo pia wanatakiwa kuangalia ni masuala gani ambayo wanafunzi ambao wanawafundisha yatawasaidia kusuluhisha changamoto na matatizo ya kijamii, kwa sababu ndio lengo kuu la kufundisha au la kutoa. Katika nchi nyingi sana za Afrika, hata nchi za Kiarabu zinatumia Kiswahili. Misri inafunza Kiswahili. Sudan ina Kiswahili katika chuo kikuu cha Khartoum. Jambo ambalo tunahimiza kwamba tuwekeze kwenye teknolojia na pia tuwahimize watu kuzalisha maudhui mengi kila siku, ndipo Kiswahili kiweze kupenyeza kwenye mitandao hii na ishindane na zile lugha kubwa. Hatutaki tena tuumizwe na ukoloni wa kisasa, na ukoloni wa zamani ni afadhali kuliko ukoloni wa kiteknolojia, kwa sababu wa kiteknolojia utakunyima kila fursa na kila nafasi.